Dr. Doto Biteko, rafiki yangu. Na kama unanikataa mkuu nikatalia hapa, lakini mimi najua wewe rafiki yangu. Ndugu viongozi mlioko hapa, natambua kuwepo kwa mkuu wetu wa mkoa, ndugu yangu na rafiki yangu, na kama alivyoeleza ambaye tumeshirikiana sana wakati nikiwa mkuu wa mkoa Tabora, ndugu yangu Christian Paul Makonda, mtu nayemheshimu sana. Na ninatambua kuwepo kwa viongozi wetu hapa, Mheshimiwa Mzee Sabaya, comrade, katibu tawala na watambua wako hapa. Mheshimiwa Gambo, yeye anatoka kule kwangu nilikokuwa Tabora. Mheshimiwa mbunge, Mungu anawapenda sana Arusha. Yaani wote tunawataja hapa majembe. Mheshimiwa Mkude, Mheshimiwa naibu waziri mkuu, amefanya kazi kubwa sana katika wilaya ya Kishapu. Mimi naizungumza hapa ni mjumbe wa bodi ya Pamba Tanzania na balozi wa Pamba Tanzania. Nataka nikuthibitishie mkuu, kazi ambayo alifanya Mkude kule Kishapu ni kazi iliyoonyesha utumishi wa kutukuka. Na leo tunaposikia kwamba yuko katika mkoa huu na katika wilaya hii, tuna matumaini makubwa sana. Lakini natambua viongozi wa aina mbalimbali walioko hapa, wengi tu walioko hapa, viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi, viongozi wa serikali walioko hapa. Kwa kweli itifaki imezingatiwa. Kama nimeacha kutaja mtu hapa ni kwa sababu tu ya muda, lakini kwa namna kipekee kutambua viongozi wetu wa serikali na pamoja na wananchi wote walioko hapa katika wilaya yetu na jiji letu la Arusha. Mkuu, mambo mengi yamezungumzwa hapa. Neno la Mungu linasema shukuruni kwa kila jambo. Mimi siku hizi pia mwinjilisi, na kama mtu ananiona mshamba, mimi ushamba na utafuta kwa hamu. Mhubiri Bwana Yesu. Kama nikienda kule mbinguni, bwana mkubwa Beli kwenda siku moja alikuja naibu waziri mkuu, wakaniona mimi mshamba kwa ajili yako, labda pita huku na pita na kwenda zao. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana sana. Lakini kilichonishangaza sana Mheshimiwa Biteko, Dokta, na waziri wetu ambaye tunajivunia naibu waziri mkuu, ni jinsi hii habari ilivyokuja. Mimi nilikuwa nimekaa msaafu kule kijijini, kijana mmoja ofisi ya mkuu wa mkoa akapiga simu. Akaniambia, bwana uko wapi? Nikamwambia niambie kwanza unachotaka kusema. Akasema wewe niambie ulipo. Nikamwambia niko Siha. Akaniambia unatakiwa kesho asubuhi, na ni jana, uje hapa ukutane na Mheshimiwa naibu waziri mkuu kwa ajili ya jambo hili ambalo Mheshimiwa mkuu wa mkoa amelieleza hapa. Nikasikia nywele zimenisimama. Nikasema bwana, naahirisha mambo yenu yote na kwenda kutii wito wa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na nimemsikia naibu mstahiki meya akizungumza hapa, kuja kufanya na kusikiliza hicho mnachosema. Mkuu, mimi nimekuja huyo hapa, nimeitika wito. Ukiniita hapa mimi ni nani nikukatalie? Lakini niseme tu Arusha, jambo hili ambalo nazungumza la mazingira, sina haja ya kutoa hotuba ndefu. Ni jambo ambalo tulifanya sisi wote. Ni jambo ambalo hao wananchi walioko mbele yako Mheshimiwa naibu waziri mkuu walishiriki. Hapa kiongozi wetu sisi alikuwa mkuu wa mkoa, Daniel Ole Njolai, ndiye alikuwa mkuu wetu wa mkoa hapa. Ndiye alitusimamia na kutuelekeza tufanye kazi hii. Hapa palikuwa kuna wakuu wa wilaya hapa. Ukienda Mto Naura, ukienda hapa Temi, ukienda Ngarinaro, waliopanda miti ile ni wakuu wa wilaya mkoa mzima wa Tabora. Hapa palikuwa kwa hapa mbunge Felix Mrema. Hapa palikuwa kuna baraza la madiwani. Hao walioko hapa, wengine mpaka sasa hivi ni madiwani, walikuja hapa tukafanya kazi hii ya kupanda. Hapa aliyekuwa hapa municipal director Mama Assumpta Ndimbo. Yeye ndiye aliyekuwa anasimamia mambo haya. Akaja hapa Rafael Mbunda akafanya kazi nzuri. Marehemu Wilson Kabwe alifanya kazi nzuri hapa. Mzee Abdalla Makongoro, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi, alitusimamia na kuratibu kazi hii. Comrade Rama, kama mnakumbuka, alifanya kazi kubwa ya
kutangaza, kwenda misikitini, makanisani, wakiwa na makongoro, wote hawa tumefanya kazi ile. Kwa hiyo mimi nikiitwa hapa nikaambia hili jambo hili hapa, mimi siwezi kusema nikalingangania ni la kwangu tu. Hawa wananchi walioko mbele yako mheshimiwa wamefanya kazi kubwa. Taasisi mbalimbali, CRDB natamka hapa kabisa walisimama imara katika jambo hili, na mabenki mengine, taasisi za kidini zimefanya kazi hii, wote kabisa katika umoja tu. Vyama vya siasa vikiongozwa na Chama cha Mapinduzi tumepanda miti hapa. Tulipanda miti hapa, ilikuwa vurugu mechi hapa, tunakwenda palikaa hapa pakanyoshwa hapa, utapigiri pamepigwa pasi. Tulifuata sheria ndogo ndogo za manispaa, wakati ilikuwa inaitwa manispaa, leo jiji. Hapa panaitwa Geneva ya Afrika. Tukafanya hiyo kazi, hao wananchi wote wamefanya kazi hiyo. Vikundi vya hamasa, waandishi wa habari, wote walishiriki. Mkuu, mimi nikisimama hapa na nikaambiwa hili jambo linalosemwa hapa, ninachoweza kusema sifa na utukufu vimrudie Mwenyezi Mungu, na kupitia kwa Mwenyezi Mungu viwarudie hawa wote unaoona mbele yako. Na mkipata kiongozi wa mkoa kama Paulo Makonda, wenzenu wakipata kiongozi kama huyu, wanamtumia kama shoka. Hapa mmelamba dume hapa. Walikuwa wananisumbua mheshimiwa Biteko kule wako Ushirombo kule, wakati huo mimi niko Tabora pale. Huyu bwana anawafukuza vibaka kule Dar es Salaam. Alafu na wengine wale mnawafahamu. Eti wanakimbilia Urambo, wanakimbilia Nzega, wanakuja Igunga, wanabana pale. Nikamwambia ama mrudi kwa Makonda au msonge mbele mwelekee Kigoma, na kule kulikuwa kuna kanali kule. Nikasema hao wote chota sukuma ndani wote. Sasa leo ndio zungumza habari ya kupanda miti hapa. Mheshimiwa, ushauri wangu, wanawake pengine mimi nisije nikakuudhi hapa, wewe ndiye mgeni wetu rasmi hapa, nikakosea nizamu siku nyingine kwa sababu msimuite huyo hapa. Mkuu, nakuomba uone niita hivi hivi. Tukafanya hiyo Makonda, kuna watu wamekuja hapa wametokea kwa huko. Naomba wapokee huko. Bwana wanapigwa kushoto kulia na katikati. Wakasema hii dunia hii sasa. Mwanaume sana, naomba kushike mkono bwana. Endelea wasaidie wananchi wako hapa. Kuna miti tumepanda hapa inakatwa. Wakati mwingine TANESCO wamesifiwa sana hapa. Wanafanya kazi nzuri. Lakini naomba mkuu, miti inapokatwa, kwa sababu hii taasisi iko directly kwako, basi tupite pale tukasema jamani, kwa sababu ya usalama wetu, kwa maana watoto wanaweza kukamata nyaya yao kakanda miti, turatibu huo utaratibu wa kukata. Kwa sababu mwananchi akishapanda mti, yeye hajui tena cha hatari zinazotukabili. Akiona miti inakatwa anaona sasa hii kazi tunafanya hapa kumbe haina maana. Hao unaoona mbele yako Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Makonda hapa, hao unaoona mbele yako hapa ni wafugaji na wakulima. Kwa hiyo kuna haja ya kudhibiti pia mifugo isije ikafanya uharibifu katika miti ambayo tunaipanda hapa. Kwa sababu vyote tunakwenda unatumia matumizi bora ya ardhi. Hapa ni kwa ajili ya wafugaji, hapa ni kwa ajili ya wakulima, hapa ni kwa ajili ya taasisi, hapa ni kwa ajili ya serikali na kadhalika. Hatuwezi tu tukajiendea hivi na nini, tunaitwa Geneva ya Afrika, Geneva, lakini tukiangalia hatufanani na Geneva yenyewe. Tukamaliza kazi hiyo. Lakini mwisho tuwe na vitalo. Serikali imeagiza kwamba kila halmashauri ipande miche ipatayo 1,500,000. Mkuu, mimi nimekwenda Tabora pale. Wewe ulikuwa unafika Mbara kwa Bara pale. Kazi ile imefanyika pale, mtu anakusomea. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunaomba kueleza kwamba safari hii tumepanda miche ipatayo 200,000. Naomba sikiliza wewe. Wewe usiniambie mambo. Miche 200,000 hapa, hata kuku watajua kuna miche 200,000 imepandwa. Mkuu, na kuomba uchunguze vizuri hizi takwimu zinazotolewa katika halmashauri zetu. Si za kweli, hawajafikia hata robo hicho kinachosema. Na Mheshimiwa Makonda, wewe waite tu hapa. Wanaweza mzee Ali Hassan Mwinyi alituambia muongoze. Akikudanganya mwambie sawa, ndio. Mimi nikaenda pale Sikonge siku moja, kasoma taarifa ngamba sasa twende. Tumefika mahali na waambie ile miti uliosema mmepanda 500 nataka nione. Tunafika kitalo hakuna,
Nauliza kiko hapa, anasema kiko hapa. Utafikiri kinakupwa. Nikakota wale tusukuma ndani wote. Nakwenda pale hakuna kitalo. Namkuta mama mmoja Kinyamwezi banga Mrisho Gambo na mama eti wewe mbaya kuona hapa kitalo. Sasa kitalo kama kulikuwa kuna miche 500 ikiondolewa, utaona vitako vyake vimebaki pale. Sioni. Anasema baba, nimelima mahindi hapa miaka 10 sijawahi kuona kitalo hapa. Nikamsimamisha kazi. Wewe uweze kumsimamisha, ngasema hana adabu. Huyu anandanganya. Kwa hiyo kuna haja ya kuangalia hizo takwimu zinazotolewa mkuu zikaangalia. Mwisho kutumia sheria ndogo ndogo. Na tukaendelea. Baada hapo nikaondoka zangu mimi hapa Arusha, nikaenda Siha, tukapanda miti. Ukienda pale hospitali ya Kibongoto, ukiangalia miti iliyopandwa pale inabeba hii. Sokoine University of Agriculture ndio waliotusaidia sana katika upandaji wa miti. Na idara yetu hii inayohusika na mambo ya maliasili na nini wakatusaidia. Wakina profesa na watu wengine. Tukahamisha ile jambo tukapeleka Tabora pale. Tumekaa pale, ilikuwa hapa hakuna watu wabishi. Nenda pale Tabora ndio kazi pale. Lakini Wanyamwezi wale na waheshimu mkuu, tumefika mahali panaitwa Toronto. Sasa hivi tunapozungumza Tabora, wanakaa kwenye kivuli, wanakuta vizuri. Tulifanya nini? Sheria ndogo ndogo. Tulifanya nini? Tulitumia taasisi, shule za msingi, watoto, kila mtu alikuwa na mti wake. Watu walikuwa wanapanda miti miwili pale Tabora. Na ukienda Mheshimiwa Biteko kwa maana kule ndiko unakotokea, utaona kazi nzuri ambayo imefanya. Rais Barack Obama amewahi kusema ordinary people can do some extraordinary things. Watu wa kawaida kabisa hao unaoona mbele yako wanaweza wakafanya mambo ya ajabu sana. Your potential na. Tukiwa pale Mheshimiwa Rais akaja pale, akahead workshop pale. Seminar ikafanyika pale ya siku 3 mfululizo. Na pakatoka pale bustani inaitwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa heshima yake akiwa makamu wa rais. Na wakati huo January Makamba ndiye alikuwa waziri wa nchi katika ile eneo. Ninakuomba baba, utakapomkuta rais, mwambie si tu kwamba tunamtambua kama rais wetu, sisi tunamuunga mkono katika jitihada zake za kuleta maendeleo especially katika eneo hili la mazingira. Mkuu, nakuomba useme yes, utapeleka hizo salamu. Mama yule amekuwa neema na baraka kwa Watanzania. Yule ndiye Esta wetu. Tumuunge mkono Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu, kwa kazi nzuri anaofanya katika kuhifadhi mazingira. Oyo. Arusha nawapenda. Mungu awabariki. Muendelee kuniombea kwa Mungu. Yeye ndiye mpaji wetu. Asanteni kwa kunisikiliza.